Hapa tuko kwa ajili ya kupata udadavuzi wa mambo ya kimichezo, na hususa tunagusia taarifa mbalimbali na tetesi za kimichezo, na hili kuweza kujua kwa kina, ukiachana na porojo ambazo mtaani wamekuwa wakizungumza mengi, tumeamua kupata wasaa wa kumtafuta mchambuzi na mdadavuzi wa mambo ya kimichezo Malegesi Nyamaka. Utakuwa na Minjiva Osman ndani ya kipindi hiki mubashara kabisa. Malegesi, mambo vipi? Kama dabi. Kama dabi. Una maana gani kusema kama dabi? Si ndo story ya mjini sasa hivi. Ndio story ya mjini. Vuta nikuvute. Malegesi, taarifa ambayo inashika hatamu za wengi, hususa tukio la Elie Mpanzu Kibisa wala kuonekana kuingia kwenye vyumba vya Singida Black Stars baada ya mchezo ule kumalizika, na watu hawakumuona muda anatoka, na wengine wamekwenda mbali na kusema tayari ni Singida ambao ndo wanaita, wengine wanasema Yanga B tayari amesha saini Singida Black Stars. Swala hili limekaaje? Ondoka kasi kwa watu ambao wanajiuliza maswali mengi na wenye hofu, hususa kwa mashabiki wa Simba. Mpira umeingiliwa na watu wengine wajinga tu. Hawajui hata ABC za mpira. Hana hata knowledge yote ya mpira. Mtu kacheza tu huko mavumbini huko, anaweza kuelezea atakavyo. Na bahati mbaya au nzuri kwenye mtandao wa kijamii kila mtu anaandika cha kwake anachotaka. Sasa mchezaji wa timu pinzani, mechi imeisha, kwenda kwenye chumba cha kubadilishia nguo cha wachezaji wa timu pinzani, kuna shida gani? No matter mmepoteza mmeshinda. Mfano mzungumzia Elie Mpanzu, kwenda labda clip zimeonekana anaenda kwenye chumba cha dressing room ya Singida Black Stars. Wale Singida Black Stars kuna mchezaji anaitwa Maruf Chakei. Aliwahi kucheza AC Vita. Mpanzu katoka wapi? Si AC Vita? Hawana mahusiano. Je, kwenye timu ya Singida Black Stars hakuna wachezaji ambao ni wa Kongo? Wapo. Yeye hana marafiki. Wapo. Kwa hiyo yeye kwenda kuzungumza kule na wachezaji kuna kosa gani? Watu wamereact tofauti. Kuna dhambi yoyote? Wanasema hakuonekana muda wa kutoka, ameonekana kwenye kuingia tu. Wangetuonyesha na wakati muda wa kutoka basi. Anatoka na nani? Kama kuungana na wachezaji wenzake. Mimi nadhani hivi ni vitu vya kupikwa tu, yani stories zinawekwa, yani zina ili mradi tu mtu wa trend tu mjini kuweka vitu, na hapa inaunganishwa kwa sababu iliweko watu walianzisha tu mjadala kuwa Mpanzu anacheza Simba kwa mkopo na anaandaliwa mkataba wa kucheza Yanga. Yani ilisambaa hivyo mtandaoni. Kwa hiyo kaunganisha doto, wakaona kwenda kule kuna kitu kaenda kufanya. Mimi sioni kama hiyo ni issue ya kujadili au issue ambayo unaweza kuipa upana. Mpanzu kwa sasa ni Simba miaka miwili. Mchezaji mwenye miaka miwili amecheza nusu msimu. Mbeleni ana mwaka mmoja na nusu. Maana yake kimkataba inavyoeleza masuala ya FIFA, huwezi kufanya mazungumzo na mchezaji ambaye bado ana mkataba na klabu ya nyingine. Lazima uonane na agenti wake au uonane na klabu ambayo inamiliki. Mchezaji ambaye unaweza kuzungumza naye moja kwa moja ni mchezaji ambaye yuko chini ya miezi 6. Mkakubaliana vitu kadhaa, lakini bado mpaka mkataba uko ishe, na pia utafanya mawasiliano na klabu ambayo inamiliki ili kununua mkataba ambao uliosalia, au yeye mwenyewe kama anaweza kununua mkataba. Kwa hiyo ni vitu tu ambavyo kwangu mimi naviona vina mashiko. Ni vijana tu wa mjini wamevamia siku hizi mitandaoni, kila mmoja anaandika cha kwake, ili mradi tu kufurahishana tu magenge ya mitandaoni. Hakuna uhalisia wowote kuhusu Elie Mpanzu, sijui kusaini Singida Black Stars ni stories za ovyo. Sijui Elie Mpanzu kusaini Yanga ni stories za ovyo tu, zinabumbwa tu, na watu tu wa ovyo wameamua tu kutengeneza vitu vya ovyo tu. Viende ni hivyo Isa, yani hakuna issue serious hapo. Kumekuwa kuna story ambazo zinachukua nafasi kubwa, kwa maana ya kwamba tuko katika uga la tetesi za kimichezo, na tetesi hizi ambazo zinaonekana watu kuwachanganya. Tunashuhudia Faisal Salum amehusishwa mara kadhaa, na hivi sasa inasemekana vilabu hivi viwili vikubwa, kwa maana ya kwamba wajili wake wa zamani Young Africans na wekundu Msimbazi Simba, Faisal yuko ndani ya viunga vya Msimbazi. Tutarajie kucheza Msimbazi msimu ujao wa mwaka 2025-26. Wewe una lipi la kuzungumza Malegesi juu ya hili ambalo watu wanatuhakikishia Faisal ni mnyama na si tetesi tena? Simba haijathibitisha
na klabu nyingine yote ambayo inahitaji Faisal haijathibitisha, na Faisal bado ni mchezaji halali wa Azam. Sasa kwenye tetesi kuna ukomo wake wa kuziongelea. Inavyothibitika ndo tunasema sasa huyu akienda hapa, huyu hapa atakuwa na mchango fulani, atakompiti 1 2 3, yani vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo issue nakupa sasa kwa pande mbili, kwa pande ya fununu za usajili na upande wa technical issue ya kiufundi na issue ilipofikia. Faisal anatakiwa na klabu kama 3. Kuna Simba, kuna Yanga wenyewe, kuna Keza Chief. Sasa kinachofanyika hapa ni biashara. Biashara ya wakala mwenyewe anaweza kuitengeneza na mchezaji wake. Na aishi kuwa nani kwenye mpira, unajua watu wanaangalia tu fungu, nani ana kisu kikali, kwa maana nani ana pesa ya kutosha. Kila mtu anakuja na ofa yake, labda Faisal mimi nitakupa milioni 30 mshahara, signing fee nitakupa milioni 700, alafu nitalipa hiyo bilioni 1 na ushia ambayo natakiwa na klabu yako. Wewe njoo huko. Mwingine atakuja labda na chini ya hapo, mwingine atakuja hivi, au angalia tu hivyo. Kwa mpira wa kisasa unaangalia na mchezaji mwenyewe anaangalia kati yao ambao wameleta ofa zao, kwa sababu si ofa inapelekwa klabu inayomiliki na mchezaji mwenyewe anajulishwa na yenyewe si ana nafasi yake na yeye anaangalia na wanamsimamia bana. Hao pamoja na ofa yao, project yao kama sielewelewe, wana ofa nzuri sana, lakini project yao huko mbele kama imejaa ule utando wa buibui mwingi sana, au kuna giza kubwa sana, hapa naweza nikabuma. Hao wana ofa nzuri, sio nzuri sana kama yao, lakini ofa yao kidogo kuna kesho nzuri. Mipango yao yani project yao iko vizuri sana. Mimi bora nikaenda nikacheza hapa. Ndio mpira ulivyo. Sasa kwa fununu zilivyo, inawezekana inaelezwa Simba ameweka dau kubwa sana kuliko Yanga. Yanga wana ofa nzuri lakini bado ifikile ofa ya Simba. Keza Chief wenyewe wana ofa nzuri ambayo inashapiana itapishana kidogo na ya Simba. Kwa hiyo kwenye swala la ofa ya Simba ni iko juu kuliko timu nyingine yoyote. Simba ana asilimia kubwa ya kumnasa Faisal Salum. Sasa yeye inabaki kuwa mtazamo wa mchezaji mwenyewe. Mchezaji ana vision na mission yake. Na watu ambao wanamsimamia. Sasa hiyo mimi nimekupa kwenye engo ambavyo imekaa. Kwa upande wa FUBA, watu wameamua kuvunja benki. Simba amevunja benki kweli kweli. Yaani bilioni 1 kwa Simba sijui na change kumnunua Faisal. Kwake ameshaona sio issue. Kwa Yanga ofa yao kidogo ina dema. Keza Chief walau ndio wanaisogelea Simba. Tusitarajie Faisal kubaki katika viunga vya Chamazi msimu ujao. Asilimia ni kubwa. Na asilimia kubwa mimi namuona Faisal akienda Simba. Kulingana na ofa aliyopewa, lakini pia na project ya Simba inavutia zaidi kuliko hata ya timu nyingine ambazo zinamhitaji. Ukiangalia ile generation ya Simba, benchi la ufundi walionalo, uthubutu wa viongozi kwa sasa hivi, bilionea mwenyewe kaja front sasa hivi, kachukua kiti chake cha mwenyekiti wa bodi wa wakurugenzi, tofauti na huko nyuma mambo yalikuwa vuluvulu. Kwa hiyo wana ushawishi mkubwa kuliko timu nyingine yoyote kwa ambazo zinahitaji saini ya Faisal. Lakini pia ukija kwenye issue technical issue ya kiufundi, kwa Faisal wapi ana nafasi ya moja kwa moja. Yaani pangua akiingia tu kwenye kosi cha kwanza, na falsafa ya kiuchezaji inambeba, na mazingira na rafiki, na profile ya hiyo klabu kwenye mashindano ya kimataifa kwao sio issue. Kwenye misimu 7 wameenda robo finali mara 6. Mara mwisho wamecheza finali. Unaona Simba ina sababu kama 1000 hivi ya kumshawishi Faisal kucheza pale. Na nimeongea issue ya nafasi. Kwenye eneo la playmaker kama namba 10, Simba pamoja na Jani Chazi Awa kuwa na namba nzuri, bado Fetoto ni top kuliko yeye. Na Simba ni mtu ambao wanamhitaji namba 10 kuliko mchezaji mwingine yote. Na anaweza akaingia pale, maana yake yani Chazi Awa kama atakuwa amesalia anaweza kucheza kama
winga kivuli, mkaona na double 10 wawili. Inawezekana, lakini sasa tuseme anaenda pale Yanga. Bado ana hiyo garantia moja kwa moja kuingia kwenye kikosi. Ni Yanga ambayo naambiwa Chama ameongeza mkataba mwaka mmoja. Pacome Zouzoua ameongeza mkataba wa miaka 2. Hawa watu wote tunaongelea profile kubwa sana na wamefanya vitu vikubwa sana. Maana yake FSL una kazi ya kwenda kuipambania namba mbele ya Chama, mbele ya Pacome Zouzoua. Kwa hiyo mchezaji mwenyewe unapima kwenye project, wapi nitapata nafasi moja kwa moja, wapi nitaonekana sana mashindano ya kimataifa kuliko timu nyingine yoyote. Ukifanya mlinganisho unaona kabisa, unaiona kabisa Simba na package nzuri kuliko timu nyingine yote. Wakati wachezaji wa timu ya taifa wanaingia kambini, posti ya Al Shaban Kamwe aliposti kwamba wachezaji wetu walioitwa timu ya taifa aliwaorodhesha na kwa picha pale tulimuona moja katika orodha ya wachezaji hao Faisal Salum akiwemo. Huyu ni mwenezi. Mimi napenda kuwaita waenezi. Wakati mwingine tu wananogesha vitu. Walisia. Na hii ni vita kwenye soko la usajili. Wakati mwingine we kama kiongozi kuna vitu inabidi huwa unachomeka. Kwa hiyo ni sehemu tu ya chagizo za msemaji. Malagesi, kumekuwa kuna taarifa ambazo watu huenda wakapata majibu kutoka kwako hapa kuhusiana na tetesi za Giri Mugisha, nyota wa kimataifa ambaye anakipiga katika klabu ya Al Hilal ya Sudan, lakini sasa ni msimu sasa inashiriki ligi kuu Mauritania. Unamzungumzia full attacking midfielder ambaye anacheza kutoka pembeni, lakini pia anaweza akacheza kama namba 10, akacheza kama namba 9 na akakupa kile kwenye ufanisi kutoka kwenye mguu wake, mguu wa kulia, mguu wa kushoto. Aitokee kulia, atokee kushoto, atokee kama namba 10 au namba 9 na bado atakuwa na impact kubwa kwenye kikosi. Hapa tunamzungumzia Claude Jean Giri Mugisha, raia wa Burundi mwenye umri wa miaka 20 ambaye amefunga magoli 12, ana assist 11. Amewaka kweli, ambaye alikuwa chachu ya wachezaji ambao walitoa asilimia kubwa, walikuwa yani energy yao ilikuwa sio ya kawaida kwenye kikosi mpaka timu inachukua ubingwa wa Mauritania wakiwa na zaidi ya mechi 3 mkononi. Ni key player ambaye kwenye kosi cha Al Hilal mpaka wanafika kwenye hatua ya robo finali ya CAF Champions League kabla ya kutupwa nje na mabingwa muda wote National Al Ahly kwenye michuano hiyo mikubwa Afrika. Kwa hiyo tunamzungumzia mchezaji ambaye ukiwa naye kikosini potential yake ni kubwa sana. Yani Simba wanamtamani leo kesho, na kwa taarifa ya awali nilionayo kwa muda wote kuanzia sasa Simba wanaweza kutuma ofa ya kwanza kuona namna gani ambavyo wanaweza kupata huduma yake. Inaelezwa bwana Malegesi ni kwamba Young Africans wameshatuma ofa mapema na wana nafasi kubwa ya kumnasa nyota huyo wa kimataifa kutokea nchini Burundi, Giri Mugisha. Kwenye vyanzo vyangu kabisa vya kuaminika haijatajwa Yanga. Kwenye vyanzo vyangu vinatajwa timu 2 kutoka Afrika Kusini, timu moja kutoka Austria na timu moja ambao ni Simba Sports Club kutoka Tanzania. Giant team, Tanzania Giant team, Simba Sports Club. Ndio miongoni mwa timu ambazo zinafuatilia saini yake. Sasa vyanzo vinaweza kuwa ni vingi, labda ya Yanga imekuja tu hivi karibuni, lakini mimi vyanzo vyangu vya kuaminika ni hayo maeneo matatu. Timu 2 kutoka Afrika Kusini, timu moja kutoka Austria na timu moja kutoka Tanzania Sports Club ambayo ni kutoka Tanzania ambayo ni Simba Sports Club. Kama inatokea basi wekundu wa Msimbazi Simba wanainasa saini ya Faisal Salum, wanainasa saini ya Giri Mugisha, watakuwa wameongeza ongezeko la namna gani kwenye kikosi kuelekea katika mashindano yote msimu unaokuja, kwa maana kwamba matamanio makubwa walionayo katika kufika mbali katika mashindano ya CAF Champions League, na ambapo ndio imekuwa ndoto yao kuvuka walau robo finali kwenda nusu finali katika mashindano hayo ya klabu bingwa barani Afrika. Watakuwa wameongeza dhahabu kwenye kikosi chao.
Ukichukua thamani ya dhahabu, kama ndio wachezaji wa Simba, dhahabu ni chache sana, shaba ni nyingi. Kwa hiyo ukiongeza Gary Mugisha, ukimuongeza Feitoto, watakuwa wamepiga hatua moja kubwa sana. Kwa mfano kwenye kosi cha Simba, pamoja na kutengeneza nafasi, lakini kuna nyakati Simba ilikuwa inakosa mtu ambaye anapiga penetration pass. Kuna mtu ambaye anafunga kutokea mbali. Kuna mtu ambaye atakuwa flexibility yake, unyumbulifu wake, skills dribbling, akanyage kwenye box kwa haraka. Sanaa ya kufunga walikuwa wanakosa vitu kadha wa kadha, licha ya kuwepo Joshua Mutale ambaye amekuja gari imewaka mwishoni, licha ya kuwepo Elie Mpanzo ambaye ni dirisha dogo. Mzigo mkubwa ulikuwa kwa Kibu Dennis. Dada Kichasambi bado ni kijana anakuwa, kuna vitu ambavyo kidogo anachukua hapa na hapa. Kwa hiyo ukiongeza Feitoto, ukimuongeza Gary Mugisha, ni moja kati ambao utakuwa ni usajili wa hadhi ya juu kabisa. Yani madaraja ya juu kabisa Afrika ambao unaweka kikosini, na ndio uhitaji ambao unahitajika. Simba inahitaji namba 10, inahitaji namba 9, inahitaji kiungo mkabaji, na inawezekana hata pia kwenye center back inahitaji mtu ambaye ni katili kweli kweli. Kwa hiyo unapomsajili top performance man, msimu wa pili mfululizo kwenye kosi cha Azam, kila kweli kweli kwenye kupiga pasi za mwisho, clever man, Feitoto unayokuwa nayo kikosini, baba ni sawa ni yani tuseme thamani, yani ni Simba ambayo itakuwa thamani yake itaongezeka ya kikosi, lakini pia watakuwa wamepata kitu, yani tuseme tu kiufupi, kitu kikubwa sana ambacho kwa watakuwa wameongeza kwenye kikosi. Lakini unapata pia Gary Mugisha ni kitu kikubwa sana kwao, lakini bado usajili haupaswi kuisha kwa watu wao wawili kama nimekutajia. Watahitaji tena namba 6 kuja kusaidiana na Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Lomba Ngoma. Na kitu ambacho kinaweza kuwapa Simba wa kupata saini ya Gary Mugisha unafuu fulani ni mahusiano mazuri ambayo wako nao na Al Hilal. Kama umeona miaka kadhaa wamekuwa wakikutana wanacheza mechi za kirafiki. Kwenye kikosi chao mchezaji ambaye ni injini ya timu wamemchukua Al Hilal, unamzungumzia Fabrice Lomba Ngoma ambaye amekuwa ni roho ya timu. Kwa hiyo mahusiano yao na Al Hilal unaweza kidogo ikatumika kama grease au oil. Ningeomba tugusie kwa kumalizia engo mtazamo wa ligi yetu kwa ujumla mpaka hivi sasa. Kinara Young Africans alama akiwa na juu ya alama moja zidi ya anayefuatia kwa maana 73 kwa 72. 73 kwa 72. Unaonaje ushindani wa ligi yetu hivi sasa, na mpaka hivi sasa tukijaribu kuangalia na kwenye engo ya wanaokimbizana kwenye kinyang'anyio cha ufungaji bora msimu huu, tayari tofauti ni mabao mawili, tuna mechi zimesalia mechi 3 mtawalia. Raundi 3 ni Simba na Yanga. Mchezo wa kiporo ambao unakutanisha wao wenyewe. Mchezo ambao kidogo ulikuwa na utata, lakini timu zote zimebakiza raundi 2. Kwenye raundi 2 ni msimu ambao tunasema unaelekea ukingoni kabisa. Ni msimu ambao ulikuwa umegawanyika kwa makundi matatu. Kulikuwa ambao walikuwa wanapambania ubingwa, Simba, Yanga, Singida na Azam. Tabora alikuwepo, lakini kwenye kuanzia raundi kama ya 23 24 hivi kuna watu kama vitu vilianza kujitenga maji na mafuta. Pale juu akabaki Simba na Yanga. Azam, Singida na Tabora wakabaki pia na ligi yao kubaki kwenye top 4. Au wengine wote hao tofautiani. Labda ukiondoka Gera Sugar na Kengold ambao walishuka mapema. Lakini ukiangalia sasa hivi mpaka sasa hivi kuna timu mpaka 3 4 ambazo kila mmoja anapambana asiende kucheza playoff. Kwa hiyo timu ambayo ilikuwa na makundi imegawanyika kama makundi matatu mpaka 4. Lakini wale giant wa nchi Simba na Yanga wameendelea kuonesha wao wanabakia kuwa kama kioo kwa timu nyingine. Wanasajili wachezaji wakubwa kimataifa, wamekuwa ni chachu kwenye timu zao, lakini unarejea tena kwenye uwekezaji ambao wamewekeza kwenye timu zao.
Shukrani sana Maregesi kwa wasaa wako na muda wako kwa ujumla kuweza kuzungumza na wapenzi na watazamaji wa Chapesa Media hususa juu ya tetesi ambazo walikuwa wanashindwa washike lipi waache lipi, ikiwa kila mtu ana posti zake. Mwingine anakuambia Faisal miaka 2, mwingine anakuambia tayari huku mambo yamekwisha malizika, lakini umeweza kuwaeleza na kuwafafanulia kwa kina juu ya tetesi ambazo zinaendelea, asilimia na mtazamo, na pia lipi ambalo waweze kulishika. Maregesi, tunashukuru sana kwa wasaa wako na muda wako kwa ujumla. Karibu tena, hapa ni nyumbani. Huyo ni Maregesi Nyamaka alikuwa akizungumza kupitia Chapesa Media. Bana, ripota wako kila siku ni mimi Njiva Osman, nilikuwa nikikujuza yale ambayo yanaendelea hapa. Kwa mwendelezo wa habari na taarifa mbalimbali, nikusii tu usisahau kubonyeza neno subscribe, maneno ambayo yako chini ya video hii, kisha usisahau ku-like, ku-comment na kushare. Bana, nikwambie tu tukutane hapo chini kwenye comment section. Sina la ziada na bye bye mpaka wakati mwingine tena.